kuweka kufuli, ninachosikitika kwa kufunga, tumefunga kabisa. Tukaenda kulala. Lakini tunachoshangaa tukakuta mtu yuko kwa ng'ombe. Kwa ng'ombe saa 9 za usiku. Basi tukawa tumefuatilia, akawa amekimbia, akawa anajificha. Baada ya kujificha akaingia kwenye uzio kukaribia na alikuwa amenyosha miguu hapa tumeondoa mbolea ambayo ilikuwa hapa ambayo imekauka. Amekaa hapa amenyoosha miguu. Ilikuwa na migomba mingi hapa. Kwa hiyo tumeapunguza. Lakini alikuwa amejificha vizuri hapa, kwa hiyo kumuona ilikuwa ni shida. Ni tukio la kijana mmoja ambaye amekuwa anakutwa kwenye zizi la ng'ombe usiku wa manane, na kwa mara ya kwanza kabisa alipokuwa amepanga alifukuzwa kwa sababu ya kukutwa kwenye zizi la ng'ombe, kwa mujibu wa mwenye nyumba alivyokuwa anasema. Lakini pia mara ya pili alipohamia vikakutwa viashiria ambao vinaonyesha kuwa alikuwepo kwenye zizi la ng'ombe. Ni baada ya kukutwa viatu aina maeboebo ambao vinasemekana ni vya kwake, lakini pia matone ya damu ambayo yalitoka kwenye zizi la ng'ombe mpaka kwenye mlango wake. Lakini siku ya leo mwenye nyumba amechukua maamuzi magumu ya kurefusha ukuta, ikiwa basi ni kuwa nusuru ng'ombe wake wasikutane na vitendo hivyo. Mbali na hilo pia, Kiswahili TV tumepata muda wa kuzungumza na kijana ambaye anahisiwa anafanya vitendo hivyo, lakini mazungumzo yenyewe tumefanya kwa njia ya simu, na matukio yote ameyakana. Tukio la mwanzo kabisa alipokuwa amepanga kukutwa ndani ya zizi la ng'ombe usiku wa manane, tukio la amelikana. Lakini tukio la hivi juzi ambalo pia vilikutwa viashiria ambao vinaonyesha alikuwepo kwenye zizi lingine la ng'ombe, nalo pia amekana. Hii hapa sauti yake. Jina langu mimi naitwa Dekobi. Hii ni Kiswahili TV. Mimi kuna mtu aliniambia kama vile alikuwa ananichunguza. Ndio. Na mimi nikamwambia sasa mbona kama huyo mama ndio alinikuta mimi hivi, ningeweza kutoka pale kote nikahamia jirani ya mtu mwingine. Nikamwambia kitu nilikuta nimeenda wapi, nimeenda mbali kwa sababu kuna mtu huyo alinipigia, aliniambia kuna tukio lilitokea pale nyumbani. Nikamwambia jamani, kama kutokutumia akili, kama ndio tukio lilitokea na kati hizo tukio alinipigia simu ilikuwa Jumatatu. Kama ni data nilipigia simu kwenye saa 3 kama sio kofia. Aliponieleza nikamwambia mimi sipo nyumbani. Alafu ndio tukio na chuma nilifanya nikarebi tokea Jumaa, mbona mimi nimeondoka ile saa 7 mchana. Nikarebi mimi nimeondoka hapo, niliondoka Ijumaa, nikapakia na paka, nikaa napeleka Dar es Salaam. Hii niende Morogoro nipatie mchele, na napeleka wapi? Napeleka Tarakea. Na aliponiuliza uko wapi, nikamwambia nifahamu wapi, nikaambia niko Rombo. Tena nikamwambia je, unataka kuongea na wazazi wangu sisi waamini niko wapi? Niko Rombo. Anaambia najua kwa mimi ni taarifa nimezipata, lakini sijajua mimi nimekupigia tu ili niangalie kama uko hapo nyumbani. Na hili swala la damu kutoka kwenye zizi la ng'ombe mpaka kwenye mlango wako unaliongeleaje? Kesho kwa nini ndio ngapiga picha mwenyewe sasa hapo mkanionyesha hiyo. Kwa hiyo sasa mimi nikiangalia nimesikia hivi hata mwenyewe jina ndio pigeni picha baada hapo nionyeshe kwa sasa. Mimi niwacha mimi ndio sasa hakina damu, hakina nini. Wana video na picha. Mmiliki wa ng'ombe ana video na picha ambayo inaonyesha hizo damu. Bwana anaweza kunitumia hiyo picha? Ukiwasiliana nao nadhani watakuwa na. Kwa sababu mimi nikaambia vitu ngambia bana, nikaambia hapa hilo tukio haya mngesema kama lilifanyika usiku, ina maana asubuhi mkashindwa kumkamata na. Kwa hiyo matukio yote mawili au usiki kabisa. Mimi sio nitukia hata moja. Lile la ule mama anayesema alikukuta kabisa kwenye zizi la ng'ombe na hili la pili yote mawili au usiki. Sikuhusika kwenye tukio hata moja, na ndio maana hata mimi niwaambia kabisa nitakaporudi kabisa wanihakikishie, kwa sababu hata ule mama aliposema mimi nimwambia ili pale kwako unaweza kuingia hivi nyumbani na kati kiangalia nyumba ile pauliwa imewekwa na bagi ile mtu anayekuingia na mabale wako unamata kuingia kwenye bagi. Tafuta tukarudi tukaangalia huko kwa ng'ombe wapi mtu aonekane. Ndio hapo tukatoka sasa tukaingia huko shambani. Kuangalia hivi tukaona mtu amenyoosha miguu. Ametulia zake, amenyoosha miguu ametulia. Basi ndio sasa akakamatwa, alivyokamatwa akapelekwa huko, nikaitwa kwanza, nikaambiwa huyu ni nani kwako? Nikamwangalia nikasema mbona ni mpangaji wangu, wametoka wapi huku kwa ng'ombe?
Kwa kweli kanisikitisha sana. Basi nikawaambia watu wakawa wanataka kumpiga. Nikawaambia wengine wanashika mawe, wengine wanashika masime nini. Nikawaambia msimpige. Ngalao hamna chochote alichoiba. Ni kwamba tu ameingia huku kwa ng'ombe, ingawa hatujui alichofanya kwa ng'ombe. Ng'ombe hawajazurika, labda hajawakata au nini. Basi tusifanyeje, tusiwampige, tumwacheni tu. Ndio sasa watu wakamwacha. Kwanza akawa anatetemeka, halafu anaita mjomba, anatetemeka. Tukasema huyu mtu, hawa watu walikuwa wawili nini? Ndio hivyo tunafikiria. Mbona anaita mjomba? Akasema, tukanyamaza. Ametetemeka, akavutwa mpaka kule nje. Akaenda akaojiwa. Sasa anaojiwa, kwani anafungua mdomo, anajiangusha tu. Yani afungua hata macho, anajiangusha. Nikasema sasa huyu mtu asije hata kanifia hapa. Tukachukua maziwa. Nikaambia mlete maziwa, tukampa. Lakini watu kusudi wanataka apewe maziwa, apate nguvu, atandikwe. Lakini sasa mimi sitaki apigwe. Nikaona mtu hataki auawe kwangu. Kwanza sijaona alichokifanya zaidi ya kumkuta huko kwa ng'ombe. Basi nikasema nikaleta maziwa. Kwanza wakawa wananiambia ni nini ninyoshe hiyo maziwa. Mimi nikamshika kweli, nikawa namnyosha maziwa, anatoka huku na huku. Basi baada ya muda kidogo tukashangaa mtu amezinduka. Watu nao tayari kwa vile nimwambia wamsimpige tena wameshaondoka. Baadhi wakawa wamemuingiza huko ndani. Kidogo akatoka sasa, amepiga suti yake, ameoga. Akasema mimi nimeokoka bana, mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo. Mimi nikasema sasa huyu, tulicheka tu, tukawa tunamshangaa, tukatulia. Mara kwa mara huwa ng'ombe anasikiaga analalamika kwenye zizi, lakini hakujua shida ni nini. Sasa siku hiyo alivyoamka, alikuta hapa kwenye zizi mazingira sio sahihi. Alikuta ndoo ilikuwa juu, imefunikiwa chini, kama vile kuna matukio yalikuwa yamefanyika. Lakini alisogeza ile ndoo. Baada alivyosogeza ile ndoo, akamsafisha ng'ombe yake, akawa anataka kukamua. Baada alivyomaliza kukamua, akapeleka maziwa. Baada kurudi, alikuta yebo ndani ya zizi. Baada kukuta yebo ndani ya zizi, ilimtilia shaka, maana baada kukuta yebo akaona na damu zilikuwa ukutani imetapakaa. Baada kuifuatilia mpaka upande wa jirani, damu zilikuwa zimetapakaa. Kwa hiyo akaanza akazunguka kwa jirani, akaenda kagonga geti la pili kuona mbona hizi damu, akafuatilia na hizi yebo. Baada kuona mbona zimetoweka ghafla. Kwa hiyo ndivyo alivyofuatilia, mbona hizi yebo zilikuwa hapa, nimetoa kwenye zizi hazipo. Alivyofuatilia kaona nyumba ya jirani kuna damu aliyoiona kuanzia kwenye zizi mpaka pale mlangoni ilipoishilia. Ndipo akawaita majirani. Baada ya yebo kupotea ndo akafuatilia, kulikuwa nadhani huyo mtu alikuja kuzirudia zile yebo, akavuka fence upande wa pili. Sasa alivyovuka fence upande wa pili, aliona dalili za damu. Nadhani mtu wakati wa kuvuka alikatwa kidogo na bati. Kwa hiyo damu zilikuwa zinamvuja, akafuatilia damu mpaka ilipoishilia. Ndo akakuta ni nyumba ya jirani. Baada kukuta nyumba ya jirani, naye akaona ngoja katafute ushahidi, kawaita majirani kwamba kuna matukio yametokea kwenye boma lake, na moja nimefuatilia nikaona hapa kwa jirani ndo ilipoishilia. Nadhani kuna huyu mtu ndo ametokea nyumbani kwangu na mpangaji. Sio tukio la kwanza hili nadhani kule alikotokea ni hivi alifanya, maana kama yule mwenye nyumba aliyemfukuza alisema kwamba huyu tabia aliyekuwa naye ni kuwapandia ng'ombe na ndo kama hivyo. Lakini kama mnavyoona nyie, tuna mashaka sisi kama sisi, kwa sababu kama huyu mtu anampandia ng'ombe, je, watoto, tuna watoto wanazagaa, je, ubakaji lazima anaweza kufanya nini, akachukua hatua nyingine, maana kama leo ni kwa ng'ombe, kesho ni kwa binadamu. Kwa kweli ndo kama hivyo, tunaomba afuatiliwe huyu mtu kwa kina zaidi, maana tuna mashaka naye, hatuwezi kuishi na mtu wa design hii kwenye mji wetu. Kwa jina mimi naitwa Anton Sania Severe Molel. Mimi niko kitongoji cha Meriti, ni balozi shina namba 2. Nilikuwa shambani siku ya tarehe 16 asubuhi. Mama ambaye ni mke wa Bwana Robert Saitabao alinifuata shambani kwangu, akaniuliza, balozi samani, naomba tuende pale kwangu
kuna tukio ambalo limetokea na sijui ni nini kilichofanyika pale. Ilibidi nifunge safari kutoka shambani nikafika hadi kwa huyo mama. Akaniambia kulikuwa na yeboyebo zilizokuwa hapa. Kuna ndoo ya mavi ya ng'ombe ilikuwa nimesimamisha baada ya kufagia banda, lakini baada ya kuingia ndani kurudi kukuta ndoo imeinamishwa na yeboyebo hazipo. Tukafuatilia, tukazunguka nyuma ya geti, tukakuta damu kwenye ukuta ambayo inahusiana na huyo mama. Tukafika kwa mlengwa, kwa jamaa mmoja ambaye anapangisha nyuma ya banda la huyo ng'ombe kwa huyo mama. Tukakuta kwenye kitasa kuna damu. Tukazunguka ukuta polepole wa nyumba tukifuatilia damu mpaka kwenye ukuta wa zile ng'ombe za mzee Robert. Sehemu alikopitia kwa kurukia upande wa ng'ombe kuna damu. Sasa hapo na kuna yeboyebo iko nyuma ya ukuta ndani kwa huyu bwana ambaye natumai labda ndio tulikuwa tunamtafuta. Lakini ikagonga mwamba, hatujampata. Tumemtafuta mpaka na leo hatujampata. Kwa hiyo natumai mama alichukua mafuta ambayo bwana alileta ya mafuta akakuta juu ya banda la ng'ombe, ametundika mahali sio kwa kufanyia shughuli gani. Kwa hiyo tumemtafuta mpaka hivi sasa hivi hatujampata. Kwa hiyo ndio jinsi nilivyopata mimi taarifa hizo kwa huyu mama na nimefuatilia, lakini tumegonga mwamba hatujampata. Mpaka leo tunamtafuta na mafuta, natumai ndio haya ambayo bwana alikuja naye kwa kufanyia sio shughuli gani, sio ni kukamua, kubaka ng'ombe, kwa kweli siwezi kujua.